Tuko hapa na Ghalibu Mzinga, tunazungumzia michuano ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba Sports Club pia Young Africans ambao watachukua nafasi kubwa katika mazungumzo yetu, lakini mchezo wa kwanza ambao tunaanza nao hivi sasa ni mchezo kati ya FAR Rabat na Young Africans. Kundi hili linatajwa kwa kundi la kifo kweli kwa mujibu wa mitazamo ya watu, lakini kabla tujaenda mbali zaidi, pengine wewe unadhani ni kundi la kifo au la kawaida? Kundi la kifo. Anyways, ni lugha ambayo watu wanaitumia mtaani, kundi la kifo, kwa sababu tuna maneno mengi ya kifootball. Lakini ni kundi gumu, hamna kundi la kifo. Kundi gumu. Yes, ni kundi gumu na mimi nakubali hilo. Mara nyingi nimekuwa nikikubali kwamba hili ni moja ya makundi magumu. Na kuna watu wanasema na wasikia kundi gumu kwa Yanga. Hapana. Sio kundi gumu kwa Yanga. Kundi gumu kwa kila mshiriki wa lile kundi. Yaani lile ni kundi ambalo Ahli ndo bingwa mara zote. Ni kundi ambalo analiangalia nasema msimu hapa nina kundi. Usione AS FAR Rabat na wenyewe wanaangalia wanasema hivyo, kama ilivyo pia kwa JS Kabylie na Young Africans pia. Kwa hiyo hii situation ambayo Yanga anaipitia ya kuona hili kundi ni gumu, ndivyo ambavyo mashabiki wa hizo timu nyingine wanapitia, wanaona hili kundi ni gumu. So lina ugumu katika maelezo hivyo, lakini tukija kwenye eneo la fact, maana hiyo ni opinion. Tukija katika eneo la fact, ni gumu kwa sababu tunafahamu mpira wa Afrika kwa asilimia kubwa umetawaliwa na klabu kutoka kaskazini mwa Afrika. Ili kundi lina timu 3 kutoka katika ukanda huo wa kaskazini mwa Afrika. Lakini kama haitoshi, sio tu timu 3 kutoka kaskazini, timu 3 ngumu kutoka kaskazini. Hapo unazungumzia Al Ahly ni greatest club of all time ndani ya Misri. Unazungumzia JS Kabylie, greatest club of all time ndani ya Algeria. Unazungumzia AS FAR Rabat. Hawa wanazidi wana Wydad peke yao. Ni mzani mmoja na Raja Athletic. Kwa hiyo na yenyewe pia ni klabu kubwa ndani ya Morocco. Kwa hiyo ni fact, hiyo ni miongoni mwa fakti za kusema hili kundi ni gumu. Lakini ni kundi ambalo tumeona klabu 3 kutoka katika kundi. Ndio kundi pekee ambalo klabu zake 3 zimechukua ubingwa wa hii michuano. Hakuna kundi jingine kwa maana Champions League. JS Kabylie wamechukua mara 2, AS FAR Rabat wamechukua mara 1 mwaka 85, Al Ahly wamechukua mara 12 nadhani. Kwa hiyo ni Young Africans pekee yake ndio ambaye hajachukua ile kombe. But Young Africans ameingia kwenye hili kundi sio kama timu dhaifu, ndio uzuri wa hapo. Kwamba licha hao wengine wana experience kubwa na hii michuano, lakini Young Africans hakuingia kama mchekea. Unajua tungeweza kupeleka kwa mfano sisi Sub-Saharan Africa. Tungeweza kumweka mwakilishi wetu pale mmoja wa daraja la kati, labda Power Dynamos, Saint Louis Lupopo, Stade Malien, timu za namna hiyo, tungesema kwamba huyu automatic hayupo. Yaani tunamtoa kabisa. Lakini tumepeleka mwakilishi wetu bora miongoni mwa timu zetu za Sub-Saharan ambazo zinatuwakilisha vizuri, ndio yuko pale. Hao ni Young Africans. Timu ambayo ina mafanikio mazuri kwenye miaka hivi karibuni kwenye michuano ya kimataifa ukikompare na rekodi zao za miaka ya nyuma. Kwa hiyo ni kundi wanavyosema watu kundi gumu kwa hizi facts na opinions, unaona wanamaanisha kwamba hili kundi yes ni gumu. Kundi gumu kwa wote. Sasa tuelekee katika mchezo. FAR Rabat tukiangalia katika misimu miwili kwenye ligi ya Morocco wamekuwa wako vizuri kulikweli. Yeah, sure. Na Young Africans the same. Pengine mabadiliko ambayo Yanga wameyafanya mapema kabisa ya coaching yanaweza yakaathiri nini kuelekea katika huu mchezo? Okay. Nimewahi kuzungumza sehemu kuhusu kocha Pedro Gonçalves. Wamefanya mabadiliko Young Africans, mabadiliko ambayo yalikuwa yametokana na kutokufanya vizuri kwa kocha aliyepita. Romain Folz, mechi zake hizi 2 za mwisho hazikuwa nzuri. Alitoa sare dhidi ya Mbeya City, akaenda kupoteza dhidi ya Silver Strikers. Daraja la Young Africans na standard yao, wanacheza na Silver Strikers na wabana ambavyo kwa kiwango kile waliona imetosha. Huyu anaweza kupeleka timu at risk. Na unajua graph ya Young Africans manake wasinge qualify kwenda group stage, ingekuwa ni graph mbaya sana kwao, kwa sababu wametoka kwenye finali ya Confederation. Msimu uliofuata wameenda quarter final ya Champions League. Msimu unaofuata wameishia group stage ya Champions League. Msimu unaofuata waishie preliminary round. Ingekuwa ni graph inaporomoka vibaya mno. So kwa wao kunusa hatari kwamba inawezekana
ikaleta changamoto, na huyu kocha tayari kuna viashiria vyote vya kwamba sio kocha ambaye anafanya vizuri kwa huko alikotoka, lakini yuko ndani ya Young Africans. Yanga hata kwenye hizo mechi ambazo walikuwa wanashinda kwa staili ambayo wenyewe hawafurahi, wakaona isiwe tabu, wakamtoa akamleta Pedro Gonçalves. Pedro ni kocha mkubwa, ni kocha mwenye experience kimataifa, ni kocha ambaye ana ubora mkubwa. Mimi binafsi nimekuwa nikifuatilia sana ligi ya Angola, naifuatilia. Lakini Pedro namfahamu muda mrefu. Pedro namfahamu tangu 2015-16. Kwa mara ya kwanza naingia Primeiro de Agosto. Kwa sababu Angola mimi ndio chama langu. Kwa hiyo tangu anaingia pale, lakini kumfahamu vizuri zaidi deeply ni 2019 kwenye finali za Afrika za vijana chini ya umri wa miaka 17 zilizofanyika hapa. Kwa hiyo ni kocha ambaye nikiwa natoa baadhi ya details zake nakuwa na maanisha. Na ni kocha ambaye nimesha kumzungumzia mara nyingi sana Pedro kabla hajaje hapa. Nimesha kumzungumzia kwenye session mara kadhaa. Sasa hii Young Africans ambayo tunaiona hapa inacheza, bado naamini bado Pedro hajafikia kwenye climax ya kuitengeneza timu. Pedro ni mzuri zaidi hapa tunapomuona. Sawa. Sasa inategemea na rasilimali watu ambazo yuko nazo. Sasa hivi anashinda result oriented, matokeo yanapatikana. Haichezi kwenye daraja lile kama ambavyo ilikuwa inacheza nyuma, kwa maana ya wakati wa Nasruddin Nabi, wakati wa Miguel Gamondi anaingia ile Sead Ramovic, Melody Hamdi, bado hiyo stability haijapatikana, na naamini hiyo stability haijapatikana kwa sababu ya kocha aliyepita hapa katikati. Imeonekana kama kuna vitu vimetibuka. Sasa kama kuna vitu vimetibuka, kuja kuileta timu kuingia kwenye rhythm nzuri ili icheze tena kandanda safi, it take a time. Na yeye kaingia muda mfupi kwenye kikosi. Kwa hiyo sasa hivi ni result oriented. Anataka matokeo. Kipindi hiki kimepatikana sasa hivi, kuna hiki kipindi cha mpito hiki cha hii break international. Naamini sasa ni muda ambao anaanza kuinput mbinu zake. Yaani atataka kuitengeneza Young Africans tofauti. Kwa hiyo kama itakuwa tayari imeshafanikiwa, basi uende tukaiona Young Africa tofauti kabisa katika mechi dhidi ya AS FAR Rabat. So kwa Young Africans kuleta huyu kocha, binafsi naona ni good move. Good move ambao wameifanya ya kumtoa Romain Folz kumuingiza Pedro Gonçalves, and so far ameshinda 100% katika mechi ambazo umesimama. Haya, ameshinda 100%. Sasa pengine mpinzani ambaye yuko naye sasa, huyu ambaye tunamuona, kwa jinsi ulivyoangalia FAR Rabat, pengine maeneo gani watakuwa tishio na wachezaji gani ambao watakuwa tishio kwa Yanga wanapaswa kuangalia kwa umakini? Honestly, kusema ukweli kabisa bila kupepesa macho, FAR Rabat wana timu nzuri kabisa. Wana timu nzuri. Kabla ya kuangalia maeneo gani muhimu kama swali lako la msingi linavyouliza, lakini FAR Rabat waangalie total last campaign. Msimu uliopita walicheza group stage kwenye kundi ambalo lina giant, the like of Mamelodi Sundowns, Raja Casablanca, AS Maniema Union, lakini walitop, sio tu kuongoza, wameongoza unbeaten. Hawajapoteza mchezo hata mmoja. Wameenda kutolewa na Pyramids katika kota robo finali. Tena Pyramids kashinda mechi moja tu, goli 4-1 ile ya kule Egypt. Mechi ya pili kukapigwa yeye goli 2-0. Manake FAR Rabat amefanikiwa kumfunga bingwa wa Afrika msimu ule, mechi zote mbili kafunga magoli. Ila tu ile moja alipigwa chuma nyingi. That's why imeshindikana. Ukiangalia timu yao haijabadilika sana zaidi ya kuongeza qualities. Yaani kuna wachezaji wengine wameongeza kwenye kikosi. Hao wachezaji ambao wameongeza the like of kina Reda Slim ni moja ya viungo washambuliaji hatari sana. Reda Slim amerejea. Aliondoka kenda Lahli. Yes, alikuwa Morocco, akaondoka kenda Lahli, amerejea tena nyumbani. Kwa hiyo Reda Slim ni miongoni mwa hizo rasilimali mpya ambazo wamezileta, lakini pia kuna Mendy, yule beki wao. Yes, naye yuko pale. Hao ni baadhi ya wachezaji. Lakini sasa tukija kwenye swali lako la msingi sasa, kwa maana ya eneo gani ambao FAR Rabat liko vizuri? Maeneo mengi FAR Rabat wako vizuri. Sio kama wafungwi. Wanafungika, lakini maeneo mengi wako vizuri. Miongoni mwa maeneo ambalo binafsi naona Young Africans watakuwa kuliangalia vizuri ni kwenye upande wao wa kushoto. Upande wa kushoto wa AS FAR Rabat. Upande ambao anacheza Al Fahly, wenyewe wanamuita Aura. Ni upande ambao anacheza To Carneiro. Shaona, ni upande wa moto kweli upande huu. To Carneiro, Marcelo wa Luanda, Angola. Ni fullback ambaye jana alikutana na Messi. Argentina na Angola. Ya.
yule ni moja ya mafullback wazuri, ni hatari kwa upande ule wa kushoto. Upande wa kulia wanaye Anas Bash, ana uwezo kucheza kama center back, kama kucheza fullback. Wanaye Reda Slim katika upande, kwa wings zao zote ni hatari. Lakini kwenye eneo la midfield yupo Mohamed Rimat, alikuwa captain pia, tulimuona katika finali za CHAN zile, alikuwa yuko pale. Kwa hiyo eneo la midfield pia kuna baadhi ya wachezaji ambao ni wazuri wapo katika hilo eneo. So eneo la kwanza hatari left side, upande wao wa kushoto AS FAR Rabat ni mzuri. Young Africans kushoto na kulia anacheza nani? Isra. Anacheza Isra na Maxi. Na Maxi. Isra, Maxi, sometimes waga anachezaga Ekwa Celeste Ekwa. Yes, huu upande. Kibwana ingawaje anapata sana nafasi. Huu upande wanatakiwa kuwa na attention kubwa sana. Good thing ni kwamba kocha wa Young Africans Pedro Gonçalves anamfahamu vizuri toka Carneiro. Kwa hiyo inawezekana kawa anajua namna ya kuishi naye, kama ambavyo kocha wa AS FAR Rabat anavyomfahamu vizuri Musa Bala Conte. Amefanya naye kazi Sfaxien. Yep. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote. Mapokezi yenye ubora hapa. Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100. Vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.